والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عباد الله، أوصيكم في مرة الثانية nausiani pamoja nami kuhusia nafsi yangu katika mara ya pili, kama alivyotuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana katika yale majambo ambayo ni ya kheri. Waislamu watukufu, kwa uchache tataja fadhaili za ndani ya masiku haya 9. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tuwafikishe, japo ndani ya masiku haya kuna mambo mengi na kheri nyingi za kuzizungumza, lakini kwa sababu tunazungumza ndani ya khutba, na khutba ina sharti zake na nguzo zake na kila kitu, huwezi kuzungumza mambo yote ukayamaliza. Lakini ruya an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, imepokewa kutoka Ibn Abbas radiyallahu Mwenyezi Mungu zoendee, ali nabii alayhi salatu wassalam annahu qala, kutoka kwa mtume rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, hakika yake yeye amesema, al-yawm alladhi ghafara Allah fihi li Adam alayhi salam, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe baba yetu mtume wetu Nabiiullah Adam alayhi salam ziwe juu yake amani, asema awwal yawm min Dhulhijja, ni siku ile ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja. Siku ya kwanza ile, kama jana mwezi umechomoza, sasa leo asubuhi yake, anasema awwal yawm min Dhulhijja, alisamehewa siku ile ya kwanza ya mwezi wa Dhulhijja. Kwa nini tunaambiwa hivyo? Anasema man sama dhalika al-yawm, atakayebarikiwa na kupewa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala akaifunga siku hiyo moja, ghafara Allahu lahu min kulli dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake yote. Ishatupita siku hiyo. Mwenyezi Mungu atufanye tuje tuiwafikishe ama tuje tuikute katika mwaka ujao kama tutakuwepo. Asema wa yawmu thani istajaba Allahu du'a Yunus alayhi salam, siku ya pili ile ya mwezi wa Dhulhijja. Siku ya pili ni siku ambayo istajaba Allahu du'a Yunus fa akhrajahu min batni al-hut, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliitikia maombi ama alijibu maombi ya Nabiiullah Yunus, akamtoa katika tumbo la chewa ama papa, fa akhrajahu min batni al-hut. Siku ya pili ni siku ambayo Nabiiullah Yunus alikubaliwa dua yake na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anatuambia Rasulullah, man sama dhalika al-yawm, ambaye atakuwa amebarikiwa ama alibarikiwa kuifunga siku hiyo moja, anasema kana kama naabada Allah ta'ala sanatan, anakuwa kama amefanya ibada kumwabudu Mwenyezi Mungu ndani ya mwaka mzima. Kufunga siku moja tu ya pili ya Dhulhijja ni kama umefanya ibada ndani ya mwaka mzima. Lam ya'si Allah fi ibadatihi tarfat 'ain, na mtu amefanya ibada ndani ya mwaka mzima na hakuwahi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala hata kwa muda wa kupepesa kope za jicho. Kwa muda ule ambao unafanya kope zako hivi, hukuwahi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-yawmu thalithi al-yawmu alladhi istajaba Allahu du'a Zakaria, siku ya tatu ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alijibu maombi ya Nabiiullah Zakaria alayhi salam. Asema man sama dhalika al-yawm istajaba Allahu du'a, atakayebarikiwa kufunga siku ya tatu ya Dhulhijja, huyo atajibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala maombi yake aliyoyaomba. Wal-yawm ar-rabi'i al-yawm alladhi wulida fihi Isa alayhi salam, siku ya 4, nazungumzia masiku 10 hapa, sije nikawatoa nje ya mada, nazungumzia masiku 10. Siku ya 4 ni siku ambayo alizaliwa Nabiiullah Isa alayhi salam. Asema man sama dhalika al-yawm, ambaye atakuwa ameifunga siku hiyo, afallahu anhu al-ba'sa wal-faqr, Mwenyezi Mungu atamwepushia yeye na mambo mabaya ya ulimwengu huu na ufukara. Hakuna kitu Rasulullah alikuwa akikipiga vita kama ufukara. Ufukara si nzuri. Asema fakana
yaumul qiyamah. Haitoshi kwamba ataepushwa na mambo yake, fakana yaumul qiyamah, atakuwa siku ya kiyama maa safaratin bararatil kiram, atafufuliwa miongoni mwa malaika pamoja na wale malaika wema. Wal yaumul khamis, nazaja kwa haraka ili tulipomuda. Wal yaumul khamis, na siku ya tano, al-yawm alladhi wulida fihi Musa alayhi salam, ni siku ambayo alizaliwa Nabii Musa alayhi salam. Asema man sama dhalika al-yawm bari'un min an-nifaq au min adhab al-qabr, atawekwa mbali kabisa na nifaq na unafiki, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuondolea adhabu za kaburi. Hakuna maana mimi napoogopa mimi binafsi kama kaburini, kwa sababu siku ya mahshar ama siku ya kiyama tutakuwa tuko wengi, tunafanywa hisabu, tuko wengi, hakuna kuchekana. Lakini kaburini, hata mkeo, hata mwanao, hata yule rafiki yako kipenzi, hata yule ambaye anakuambia sikuachi na kupenda, hata yule ambaye anakuambia mimi nitazikwa na wewe, hata ingia katika kaburi. Hii ni sehemu ngumu sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema bari'u minan nifaq au min adhabi al-qabr, atakayefunga siku ya tano ataepushwa kutokana na unafiki na au adhabu za kaburi. Wal yawm sadis, siku ya sita, al-yawm alladhi fataha Allahu fihi linabiyyi fihi al-khair, atakayefunga siku ya sita, siku hiyo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifungua kwa mtume wake. Ndani ya siku hiyo alimfungulia khairi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man samahu, atakayefunga siku hiyo, yanzuru Allahu ilayhi birrahma, Allah Subhanahu wa Ta'ala atamwangalia kwa jicho la huruma, siku ambayo alitokuwa na huruma. Mwenyezi Mungu tunajua miongoni mwa sifa zake ni Ar-Rahmanur Rahim, ni mwingi wa rehema, mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahman ni mwenye kurehemu wema na waovu duniani. Ar-Rahim atawarehemu ama kuwahurumia wema watupu kesho akhira. Tukisema Mwenyezi Mungu anawarehemu wema watupu hapa duniani, sote ni mashahidi wa hili. Inawezekana kuna watu wapinda swali hata subhi, hatujafanya kheri yoyote mpaka kumefika saa hizi, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuamsha, ametupa riziki, ametuongezea kipato na tumefika katika msikiti. Na wengine pia hawakufika na watapata riziki zao. Hiyo ndio sifa ya Allah Ar-Rahman, anawarehemu wema na waovu hapa duniani. Lakini Ar-Rahim, kesho Allah Subhanahu wa Ta'ala nafasi yake itakuwa ni ya wale wema peke yake. Kwa hiyo kwa kuifunga siku ya sita utaingia moja kwa moja katika jicho la Allah Subhanahu wa Ta'ala la huruma, wala yu'adhibu ba'dahu abada, na utapata adhabu au utaadhibiwa baada ya hapo milele. Wal yawm sabi'i, siku ya saba, al-yawm alladhi yughlaqu fihi abwab jahannam, ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefunga milango ya moto wa jahannam. Man samahu, asema wala tuftahu, haitofunguliwa milango hiyo hata tumdi ayyama al-ashri, mpaka yapite haya masiku 10. Ina maana hapa milango imefungwa. Ukifunga siku moja ile, asema ni siku ambayo Mwenyezi Mungu ameifunga milango ya jahannam. Wala tuftahu, haitofunguliwa hata tumdi ayyama al-ashri, mpaka yapite haya masiku 10. Maswamahu, mwenye kufunga siku hiyo, aghlaqa Allahu anhu 30 baban min al-usr, Mwenyezi Mungu anamfungia milango 30 ya mambo yake mazito. Wa fataha lahu 30 baban min al-yusri, na Mwenyezi Mungu anamfungulia milango 30 ya mambo yake mepesi. Wal yawm thani, al-yawm alladhi huwa yawm at-tarwiyah, siku ya 8 ndio siku inaitwa ni yawm at-tarwiyah. Man samahu, mwenye kuifunga siku hiyo, anasema aqwa min al-khair, atampa Mwenyezi Mungu kutokana na mambo ya khairi, ma la ya'lamu illa Allah, ambazo khairi hizo hazijui yote isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Wal yawm tasi'i, siku ya 9, wa yawm alladhi wa yawm Arafa. Wal yawm tasi'i, al-yawm alladhi huwa yawm Arafa, siku ya 9 ndio siku ambayo ni siku ya Arafa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametutaka tuegemeze zaidi mambo ya kheri ndani ya siku hiyo. Anasema man samahu, mwenye kuifunga siku hiyo,
kana kafara, anakuwa yeye ni kama ametoa kafara lisanati madhiya, kwa mwaka mzima uliopita, wa sanati mustaqbila, na mwaka ambao unakuja, kwa kufunga siku moja ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Siku moja tu umetoa kafara ya mwaka wa nyuma, na mwaka ujao wewe una madhambi. Tuna haraka wa yawm al-ashr wa yawm al-adha, siku ya 10 ndio siku ya mwisho ambayo ndio siku ya kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia man qarraba fihi qurbanan fa bi awwal qatratin fatarat min damihi, basi kile ambacho kwamba mtu amejaliwa ama amekusudia kukichinja ndani ya siku ile ya 10, tone moja lile la damu ambalo litaanguka chini, asema Mwenyezi Mungu atamfutia kwa kila dhambi katika tone lile moja la damu. Tone moja utafutiwa kila dhambi. Ghafara Allahu min dhunubihi wa dhunubi ayali, atasamehewa madhambi yake yeye na dhambi ya watoto wake na familia yake. Hizi ni baadhi tu ya faida ambazo zinapatikana ndani ya masiku haya. Kwa hivyo tujitafakari mimi na nyinyi, tokea siku zimeanza awwal al-ashr min Dhulhijja mpaka leo al-yawm al-khamis, ni nini tumepata na tunakusudia kupata nini, ambapo zimeondoka hizi siku 9 na ndio ambavyo unaondoka huu mwezi mzima. Sasa hivi kitakachokuwepo, tutaanza kubishana, Arafa jana, Arafa juzi. Tufanyeni hizi kheri kwanza. Inawezekana mtu anabishana, tufanyeni sio Arafa jana, Arafa juzi, hata kuswali ya swali, hata ibada yoyote hana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na uhusiani pamoja na mimi pia kuihusia nafsi yangu katika kuyafanya yale ya kheri. Sayyidina Umar, namalizia hutuba yangu, ana maneno yake nitayafanya mafupi. Alikuwa akihusia umma na kuwahusia watu, pamoja na kuhusia masahaba wenzake, anawaambia wafanye jitihada katika kufanya ibada za Mwenyezi Mungu. Hakuambia waswali au akawaambia wafanye jitihada katika kufanya ibada za Mwenyezi Mungu. Angalia, anawaambia masahaba, hawaambii wauni tu na makafiri, anawaambia masahaba ambao tayari baadhi yao walikuwa washabashiriwa janna, lakini bado anaambia wafanye jitihada katika ibada. Kwa sababu gani? Fa innahum hatman raji'una ila Allah ta'ala, hakika ya wao mwisho wao ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, akasema qad irtahalat ad-dunya mudbira, dunia hii imekuwa tunaenda tunaiacha nyuma. Kila tunapokuwa na maisha dunia tunaiacha nyuma. Wa qad irtahalat al-akhiratu muqbila, mwelekeo wetu ni kuelekea akhira. Falikulli minhuma banun, yote hivi dunia na akhira vyote vina watoto wake. Dunia ina watoto wake, akhira ina watoto wake. Sayyidina Umar radhiallahu anhu anasema, fala takunu abnaa ad-dunya, msiwe watoto wa duniani. Watoto wa duniani ni wale wasio na mipaka, ni wale wasiojua leo ni mwezi ngapi, wale wasiojua mdauni wa adhana, wasiojua mdauni wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kufanya ibada. Hawa ndio watoto wa duniani na ndio tulio wengi katika nyakati hizi. Allah atunusuru. Anasema fakunu min abnai al-akhirah, kuweni watoto wa akhira. Kwa nini anasema bal yawma amalun wala hisab? Leo matendo yako tunayofanya hayana hisabu. Leo ni amali tu basi na hisabu. Yaani ukiweza kufanya amali kwa jinsi unavyoweza fanya, kwa sababu hakuna hisabu. Wa ghadan hisabu wala amal, kesho siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa kwetu sisi, itakuwa ni hisabu bila amali. Kama utakuwa ulifanya kheri zako ukakuta zimepungua, hautoambiwa swali kidogo ujazia, hakuna amali, kule ni hisabu. Pale zitakapokuwa amali zako zimefikia, ndio kheri yako. Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa watu wa kheri. Allah tujalie miongoni mwa waja wake wema. Allah tujalie miongoni mwa waja wake wenye kupenda ibada zake ndani ya mioyo yetu. Wallahu tabaraka, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyir rahmah wa shafi'il ummah عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، خصوصا منهم أبو بكر الصديق
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أجب دعاءنا وأصلح أحوالنا واجعلنا لديك من المقربين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا تائبين وفي عفوك راغبين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء والجاهلون منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، واغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي